Habarini za muda huu ndugu waandishi wa habari. Mimi kwa majina yangu naitwa Nice Gisunte, ni mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa kichama wa Ilala. Lakini kwa minajili ya kile ambacho tunaenda kuzungumza leo, naomba nijitambulishe kwamba mimi nilikuwa mmoja ya makamanda wa Chadema ambao walimuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe kuweza kuwa mwenyekiti kwa awamu nyingine tena, na nilimuunga mkono sirini na waziwazi. Lakini pia mimi ndiye ambaye niliongoza zoezi la kuchangisha fedha kwa BAWACHA wote wanaomuunga mkono ndani ya chama chetu kwa ajili ya kuweza kumlipia gharama ya fomu ya kugombea Mheshimiwa Mbowe. Lakini pia mimi nilikuwa mmoja wa waratibu wa zoezi la BAWACHA la kumsindikiza Mheshimiwa Mbowe kurejesha fomu kutoka nyumbani kwake kuelekea makao makuu ya chama pale Mikocheni. Lakini pia nilikuwa mmoja wa waratibu walioratibu kula za Mheshimiwa Freeman Mbowe za wanawake katika kanda ya Pwani. Lakini pia nilikuwa mmoja wa waratibu waliozitafuta kura za Mheshimiwa Mbowe kwa upande wa vijana, kwa sababu kwa wakati huo wa uchaguzi mimi nilikuwa namalizia muda wangu wa uongozi kwa nafasi ya mweka hazina BAVICHA Taifa. Kwa hiyo nilikuwa na ushawishi kwa BAVICHA, nikawajibika kwa namna hiyo. Sasa kwa nini sisi BAWACHA tuliomuunga Mbowe mkono tumejitokeza leo kuweza kuzungumza? Ni kwa sababu ya mradi unaoendelea ndani ya chama chetu hivi sasa wa kuwashawishi wanachama wenzetu kuhama na kuaminisha wanachama na Watanzania ya kwamba wanachama waliokuwa wakimuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe wanajiondoa Chadema. Ili hali jambo hilo sio kweli. Kwani bado tupo wanachama wengi na viongozi wengi ambao tulimuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe kuweza kuwa mwenyekiti, ambao bado tuko Chadema, hatujahama na hatuna mpango wa kuhama chama. Na wenzetu wanapokuja kutekeleza mradi wao huu kwenye chama chetu, wanakuja na vihoja. Mimi naita vihoja, kwa sababu ukiangalia wote kuanzia naye ama akiwa kiongozi wa kitaifa mpaka mwanachama wa kawaida aliyeshawishiwa kuhama, sababu zao wote zinafanana. Na sababu ya kwanza watakwambia ya kwamba tuliomuunga mkono Mheshimiwa Mbowe tunabaguliwa, hatupendwi, hatushirikishwi na maneno yanayofanana na hayo. Na jambo la pili ni ajenda ya chama ya no reform no election. Sasa nitaanza na hili jambo la kwanza. Sio kweli kwamba wanachama na viongozi tuliokuwa tunamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe tunabaguliwa ndani ya chama hivi sasa. Na niwaambie jambo moja tu ndugu zetu. Chadema ni taasisi, ni chama cha siasa, na tuna utaratibu wa kujiongoza. Tuna katiba yetu hii. Hii katiba yetu ndio inatupa mwongozo mwanachama na mwanachama washirikiane kwa namna gani. Ni katiba hii ndio inatuelekeza mwanachama na kiongozi washirikiane kwa namna gani. Sisi sio kikundi cha urafiki na ushosti. Tuna utaratibu wa namna ya kushirikiana, tuna utaratibu wa namna ya kushirikishana, na katiba hii inasema nani ashirikishwe wapi, wakati gani na kwenye jambo gani. Sasa wenzetu wanapotoka kusema kwamba hatushirikishwi, tunabaguliwa, na nyinyi ndugu waandishi wa habari mtusaidie kuwauliza, wanabaguliwa wapi? Wanabaguliwa katika nini? Sio waache tu hewani kwamba tunabaguliwa, hatupendwi. Hapana. Kwa sababu kwa mantiki ieleza hapo kwamba ni katiba ndio inatuonyesha namna gani tushirikiane. Kwa hiyo lazima wanaotoka tujue, na
sijaona hata mmoja kati ya waliotoka kwamba anaweza kuwa na ushahidi kwamba amebaguliwa kwa namna gani. Nitawapa na mifano ili muamini na mimi kwamba hiki wanachosema sio kweli. Wana sababu nyingine inayowafanya wafanye haya. Katika wale walioama, wale viongozi waliokuwa viongozi wa sekretarieti yetu, wenye mradi wenyewe, na mninukuu vyema, wenye mradi wenyewe, walioondoka baadhi yao waliteuliwa tena na uongozi huu ulioingia madarakani kuweza kuwa viongozi. Julius Mwita alikuwa katibu wa sekretarieti ya awamu ya uongozi uliopita, na sekretarieti mpya iliyoingia madarakani ilimpendekeza tena kuendelea kuwa katibu wa sekretarieti. Kathleen Luge alikuwepo kwenye sekretarieti iliyopita, na uongozi mpya huu ambao wanasema unawabagua ukamteua tena kuwa mkuu wa idara ya jinsia. Kwa hiyo mpaka hapo tu kwamba hoja zao kwamba wametengwa, wamebaguliwa, hawashirikishwi katika shughuli za chama haina mashiko, ni uongo. Kwa sababu ingalikuwa kweli, sekretarieti isingependekeza na kamati kuu kwenda kuwathibitisha na wakaingia ofisini. Labda waje watuambie Mwita na Kathleen kwamba sekretarieti ilikaa vikao hawakuitwa, waje na ushahidi. Lakini sisi wanachama tunajua kwamba vikao vyote vya sekretarieti walishirikishwa, walishiriki Mwita akiwa katibu, na walikuwa ofisini kila siku wakifanya majukumu yao katika makao makuu yetu ya chama aliyoko Mikocheni. Lakini jambo lingine, wale viongozi wengine kwa maana ya manaibu wale hawakuteuliwa tena. Kama hawakuteuliwa maana yake hawakuwa na nafasi yoyote, walikuwa ni wanachama wa kawaida mpaka wanaondoka. Kama mwanachama wa kawaida kwa mujibu wa katiba yetu, vikao ambavyo unahudhuria mwanachama wa kawaida, kama Salum Mwalimu alivyoondoka alikuwa mwanachama wa kawaida, kama mzee Kigaila alikuwa mwanachama wa kawaida, kikao walivyokuwa wanaweza kuhudhuria ni kikao cha msingi, ngazi ya chini kabisa ya chama, na kikao cha matawi, yani kwenye matawi yao. Kwa hiyo sehemu ambayo walipaswa kushirikishwa katika vikao na katika utekelezaji wa maazimio ya vikao ni kwenye misingi yao na matawi yao. Yani mzee Kigaila anaishi jimbo la Ukonga, kata ya Mzinga, mtaa wa Mwanagati. Yeye alitakiwa ashiriki kule katika utekelezaji wa shughuli za ujenzi wa chama, na sio kutaka kushirikishwa na viongozi wa taifa, na kitu ambacho sio kweli. Na naomba hapa niweke kumbukumbu nyingine vizuri. Nadhani ndugu waandishi wa habari mtakumbuka, katibu mkuu amekuwa akinukuliwa mara nyingi akisema ya kwamba baada ya ule uchaguzi baada ya kupatikana sekretarieti mpya, aliwaita akitaka wakutane waliokuwa viongozi wa sekretarieti iliyopita na viongozi wapya wa sekretarieti kwa ajili ya kushauriana masuala mbalimbali ya ujenzi wa chama. Lakini walimjibu ya kwamba waache wapumzike. Sasa watu ambao walishirikishwa wakakataa, leo wanatoa wapi walali wa kusema ya kwamba hawashirikishwi? Hawa watu ni waongo, wana mradi wao, wawaambie watu ukweli nini wanachokifanya. Na wakiendelea tutasema kwa sababu tunayajua ambayo wanayafanya. Lakini ndugu zangu, wamefanikiwa kushawishi baadhi ya viongozi wa ngazi za chini. Tumeona viongozi wa kanda, mikoa, majimbo na hata wanachama wa kawaida. Halafu kinachochekesha zaidi, sababu wote ni zile zile. Yaani iliyomuondoa kiongozi wa kitaifa mpaka mwanachama wa kawaida ni ile ile kwamba hajashirikishwa. Tuelewane. Waache kunyoshea vidole viongozi wetu wakuu. Kwa sababu katika mgawanyo wetu wa majukumu, mwanachama wa kawaida au mwanachama wa kata, wa jimbo, wa mkoa, yeye anataka kushirikiana kwa namna gani na kiongozi wa kitaifa. Kwa sababu kwa mujibu sisi wa utaratibu wetu, mimi wa ngazi ya chini, kwa mfano mimi ni kiongozi wa mkoa, napokea maagizo na maamuzi ya chama kutoka ngazi yangu ya juu ambayo ni ngazi ya kanda. Sasa wewe kiongozi wa kata, kiongozi wa jimbo, unaama baada ya kushawishiwa, unasema kwamba sababu yako ya kukuhamisha kwenye chama kwamba upate ushirikiano kwa viongozi wapya. Yaani kidole kinaenda kwa Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Heche. Hilo jambo sio kweli, kwa sababu utaratibu wetu wa ufanyaji wa majukumu yetu hauko namna hiyo kwa mujibu wa katiba.
Kwa waache kudanganya, wawaambie watu ukweli mradi wao ni nini. Lakini hata mimi naweza nikawa ni mfano hai kabisa. Nimetangulia kusema mimi nilikuwa timu mwamba kindaki. Lakini baada ya uchaguzi ule sijawahi kubaguliwa mahali popote. Ndio maana ninasema kwa ujasiri kabisa kwamba hakuna ubaguzi, hakuna kutengwa, wala hakuna kuchukiwa. Kwa sababu mimi natokea mkoa wa Ilala, na bahati nzuri au bahati mbaya viongozi wangu wa mkoa wa Ilala, kwa maana mwenyekiti, katibu na viongozi wa mabaraza mengine, watu walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Lissu. Tena hadharani, na walikuwa wanafanya place. Lakini baada ya ule uchaguzi wameendelea kunishirikisha kana kwamba hakuna kilichotokea. Kwa maana tumeelewana kwamba uchaguzi umeisha, tumekwisha maliza, tumempata mwenyekiti wetu, tumepata na viongozi wengine, sasa tunaendelea kujenga chama. Na hata mwezi wa pili mwaka huu, uchaguzi ulikuwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili mwaka huu kulikuwa na ziara. Nilishirikishwa na viongozi wenzangu wa mkoa na tukafanya ziara. Kulikuwa na kikao cha mkoa mwezi wa tatu. Nilipewa taarifa na katibu, nilishirikishwa. Nilipewa nafasi ya kuweza kufanya majukumu yangu. Lakini kama hiyo haitoshi, mimi natokea jimbo la Ukonga. Jimbo la Ukonga, idadi kubwa ya viongozi wa jimbo na kwenye bakata huko walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Lissu, na ni haki yao. Na mimi ilikuwa ni haki yangu kumuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Lakini baada ya uchaguzi ule mpaka leo tunaendelea na shughuli za chama kwa amani kabisa na kwa morali ya hali ya juu. Ni kwa sababu tunapeana ushirikiano, hatujabaguana. Kwa hiyo sio kweli kwamba watu wanabaguliwa. Mimi nazungumza nikiwa kama mtu ambaye nilikuwa katika timu ya Mheshimiwa Mbowe. Ninapata ushirikiano wa kutosha. Kwa hiyo waambie watu ukweli, kandarasi walionayo ya kuweza kuhakikisha wanaifisha Chadema, na sio kuweza kudanganya watu kwamba wamebaguliwa. Lakini jambo lingine, sababu ya pili ambayo hawa ndugu zetu wanaitumia ni ajenda ya chama ya no reform no election. Sasa hapa naomba tuweke kumbukumbu sawa. Ajenda ya no reform no election ni maazimio ya vikao vya chama. Kwa kuwa ajenda hii ilipitishwa na kamati kuu ya chama chetu iliyoketi tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka jana. Na kabla ya kamati kuu, ukisoma hii katiba yetu, Secretariat ya chama ndio ina wajibu wa kuandaa ajenda na kupeleka kamati kuu. Kwa hiyo kwanza tuelewane hapo. Hawa viongozi waliojiuzuru, waliokuwa wajumbe wa Secretariat, wao ndio walioshiriki kuipika ajenda ya no reform no election. Wakaipeleka kamati kuu, wakaishawishi kamati kuu. Kamati kuu ikaridhia. Kamati kuu ikaichukua ajenda ikaipeleka baraza kuu. Baraza kuu la chama likaipitisha. Baraza kuu la chama likaandaa ajenda ikaipeleka mkutano mkuu wa chama ulioketi mwaka huu mwezi wa kwanza pale Mlimani City. Mkutano mkuu wa chama, chombo cha mwisho kabisa cha juu cha maamuzi, tuliridhia kama wanachama kwa sauti moja kwenda na ajenda ya no reform no election. Kwa hiyo leo kutoka, kwa maana wametoka madarakani, kwanza kugeuka hii ajenda no reform no election, inaonyesha wazi kabisa kwamba watu hawa hawana nia njema na chama chetu, kwa sababu wao ndio walioiandaa hii ajenda. Kama kuijua vizuri ajenda no reform no election, wao wanaijua vizuri, kwa maana ndio waasisi katika Secretariat iliyopita. Lakini kama tukiamua basi, maana wameanza kubadilika. Mwanzoni walikuwa wanaita kwamba, walikuwa wanasema ni ajenda isiyo na mpango wa utekelezaji, mara wanakuja wanaita kauli mbiu. Basi tukiamua, hebu kufikiri kama wao kwamba eti ni ajenda ambayo ilipitishwa pasipokuwa na mkakati. Tuamua kufikiri kiwenda wazimu kama wao kwamba tukubali hilo. Basi naomba niseme kabisa ya kwamba uongozi mpya ulioingia madarakani ulifanya sahihi kabisa kuwafukuza wale wajumbe wa Secretariat kwa kutowateua tena, kwa sababu walifeli kutekeleza majukumu yao.
kwa sababu walitudanganya wanachama ya kwamba twende na no reform no election wakiwa hawajapanga mkakati. Kwa hiyo walifaa kabisa kutoteuliwa tena, kama hiko ndicho wanachojaribu kutuambia. Lakini ukiacha ajenda hiyo, kuna kitu kingine nacho pia wanakisema sana kuhusiana kwamba hawasikilizwi wanapotoa ushauri, na wanarejea walaka wao ule maarufu uliojulikana kama walaka wa G55. Nimetangulia kusema hawa viongozi wa secretariat ndio walioandaa hii agenda, na wengi wao ni sehemu ya hao 55. Kwa hiyo walikuwa na uwanja mzuri kabisa wa kuishauri secretariat ya chama, ya kushauri kamati kuu ya chama, kabla hawajafanya maamuzi zaidi, kama kweli walikuwa na nia njema ya kushauri, na sio kutoka nje kwa maana hawajateuliwa wanaungana na wahuni kuanza kushauri. Na niseme hivi, naomba ikae sawa sawa tu. Jamani, ushauri sio maelekezo. Ushauri sio maelekezo. Sasa ukitaka kugundua kwamba hawa watu wanania ovu, ni kwa nini kikundi cha watu wachache, watu wapatao 55, wamekuwa wakishinikiza sana viongozi wetu wakuu waliochaguliwa waweze kutengua maazimio ya vikao vya juu kabisa vya chama, ili hali wao wenyewe wakijua kabisa endapo viongozi wetu waliochaguliwa wakifanya hivyo watakuwa wamevunja katiba, kwa sababu ngazi pekee inayoweza kutengua maamuzi ya mkutano mkuu wa chama ni mkutano mkuu wenyewe. Hakuna ngazi nyingine inaweza kuyatengua. Kwa hiyo wao kuwashinikiza viongozi wetu kwamba waweze kutengua maazimio ya mkutano mkuu, inaonyesha wazi kabisa hawa watu wanania hofu na chama chetu, na wanania hofu na viongozi wetu wapya walioingia madarakani, na sisi tutawapinga hadharani kama ambavyo wao wanafanya njama zao ovu hadharani. Sasa nimalizie kwa kusema hivi, ndugu wanachama wenzangu, kinachoendelea sasa hivi, huu ni mradi, ni project ya mfumo katika kuhakikisha kwamba inaigawa Chadema ili iweze kuwa dhaifu, isiweze kupambana na CCM. Na wametumia uchaguzi wetu wa ndani ya chama kama mlango wa kuingilia kuwashawishi wale wachache walioshindwa, ili waweze kuwashawishi wanachama waweze kukiama chama. Na ninasema ya kwamba ni mradi kwa sababu hata mimi, hao viongozi wakuu niliotangulia kusema, wenye mradi wao, wenye mradi sio wanachama huku chini wanaohama. Wenye mradi ni wale wakuu wa pale juu walioondoka siku ya kwanza. Walinifikia na mimi, walinifikia kwa maana wakiamini mimi ni mwenzao, tulikuwa timu moja wakati wa uchaguzi wa Mheshimiwa Mbowe. Wamenifikia kunishawishi kuweza kuhama chama, na mpango wao wamenishirikisha, na tutaweka wazi, hatuna cha kuogopa. Maana wanachama tunajua, hii tunaongea na nyinyi wananchi, wanachama tunajua ya kwamba wanaelekea Chauma, na wameahidiwa ya kwamba wataachiwa baadhi ya majimbo yapatayo 30. Wameahidiwa kupatikana kwa viti maalum. Hivyo na mimi walikuwa wananishawishi kwamba niende nitapata viti maalum. Wameahidiwa fedha kwa ajili ya kufanya kampeni milioni 100 mpaka milioni 200 kila jimbo, na lengo lao ni kusimamisha walau wagombea katika majimbo 100 ili kuisaidia CCM na watawala kuweza kuhalalisha ya kwamba kutakuwa na uchaguzi wa ushindani wa vyama vingi endapo Chadema hatutaingia. Kwa maana tumesema hatutaenda kwenye uchaguzi wa namna hii na hakutakuwa na uchaguzi. Kwa hiyo wamewawezesha magari na watawawezesha fedha. Wakiisha maliza hii movie ya kuhama, itakayofuata ni hawa ambao wamehamia Chauma kutoka kwetu kuanza kupita mikoani wakizidi kushawishi na kukitangaza chama ambacho wamejiunga nacho. Kwa hiyo mpango huko hivyo, na hawajanishirikisha mimi peke yake, wameshirikisha viongozi wengi. Wamewafuata watu wengi sana ambao tulikuwa tunamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Watu wamekataa tu. Ndio maana naona wanaondoka
kwa vikundi vidogo vidogo. Wamefuata watu wengi sana, kwa hiyo hayo tunayajua na ushahidi tunao, na kama wakibisha tutauweka hadharani. Tumetunza risiti, ni mradi na lengo kubwa ni kuhakikisha wanaihafifisha Chadema. Hawana lengo la kutoka kwenda kwenye chama kingine ili wapambane na dola, ili wapambane na CCM. Wao wanataka kupambana na Chadema. Sasa ndugu wanachama wenzangu, akili za kuambiwa changanya na zako. Ulijiunga Chadema wewe binafsi ukiwa umeamini katika itikadi, falsafa, dira na malengo ya Chadema. Kwa hiyo niwakumbushe tu wanachama wenzangu kwamba tusikubali kuwa sehemu ya mradi wa watu wachache ambao wanatushawishi tuweze kukihama chama chetu ili wao waweze kunufaika kwa kupata viti vichache vya ubunge na fedha. Kwa sababu hata ile zoezi ambalo linaendelea sasa hivi kupita mikoani kuhamasisha wanachama wetu kuweza kuhama na kufanya hizi plesi, fedha imetoka kwa ajili ya zoezi hilo. Lazima tujiulize, hizi plesi zinazofanya kila siku zinagharamiwa na nani? Watu wanatoka mikoani wanakuja Dar es Salaam kufanya press. Ni fedha imetoka kwa ajili hiyo, na tunajua wanawaahidi wanachama fedha, wanaoenda kwenye place wanapewa nauli. Kwa hiyo ndugu wanachama wenzangu, tusishawishike, tusidanganyike kuwa sehemu ya miradi wa watu. Hao wanaotoka hawana nia njema kabisa ya kupigania mabadiliko, hawana nia njema ya kuwakomboa Tanzania, bali wapo kwa ajili ya kupigania matumbo yao na maslahi yao ya muda mfupi. Na nimalizie kwa kusema namna hii. Chadema ipo imara na itaendelea kuwa imara. Chadema haiwezi kufa wala kuyumbishwa kwa sababu wanachama wachache walioamua kusaliti mapambano, walioamua kuangalia maslahi yao binafsi wanapotoka ndani ya chama chetu. Kwa sababu Chadema ni chama ambacho kina wanachama wengi sana, na tuna mtandao wa ngazi ya uongozi mpaka chini kabisa kule kwenye misingi. Kwa hiyo ni chama ambacho kiko imara sana. Na pia Chadema ni chama ambacho ndicho kinaongozwa kwa kuungwa mkono na Watanzania walio wengi. Kwa hiyo Chadema haiwezi kufa kwa tamaa za watu wachache. Tuko imara kuliko jana na tutaendelea kuwa imara. Na niwafikishie salamu tu hao wahuni, hao wenye mradi wao. Kama ambavyo wanapambana na mradi wao kwa wivu mkubwa, na sisi tutakilinda chama chetu kwa wivu mkubwa. Tutalinda viongozi wetu kwa wivu mkubwa. Mungu ibariki Chadema, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.